Serikali imetangaza ujio wa kadi za kidijitali ambazo zitakuwa mahsusi kwa ajili ya utambulisho wa sisi waandishi wa habari, hatua ambayo inatazamiwa kwamba itaendelea kujengea heshima tasnia yetu hii katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia. Kabisa. Na msemaji wa serikali Gelson Msigwa ameeleza kuwa utambulisho huo utawawezesha waandishi wa habari kutambulika ndani na nje ya nchi na kuwabaini wale ambao ni makanjanja. Na ina taarifa za siri ndani yake. Ukimuonesha akipunch, inampeleka kwenye website ya serikali, anaangalia taarifa zako, atakwambia wewe ni mwandishi wa habari ama wewe ni kanjanja. Tutakuwa tumemalizana na tatizo la nini? Tutakuwa tumemalizana na nini? Nguvu kidogo tu. Nguvu kidogo tu. Lakini itatujengea heshima waandishi wa habari. Wakati mwingine wadau wetu wanatukosea kwa sababu na sisi wenyewe kidogo mambo yetu hayajanyoka vizuri. Kwa hiyo tumeshatatua tatizo hilo, tunakwenda na vitambulisho vya kidijitali, vitakutambua ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa sababu uzuri wake ni kwamba mtu anayetaka kujiridhisha kama wewe ni mwandishi wa habari hahitaji kufunua makaratasi. Anachohitaji ni kwenda kwenye tovuti ya serikali na akajua kama wewe ni mwandishi halali ama si halali. Mle kwenye tovuti tutakuwa tumeweka taarifa zako na tutakuwa tumekutambua. Ninachowaomba waandishi wa habari, mfumo huu utakuwa tayari muda mfupi ujao. Twende tukautumie. Twendeni tukautumie. Lakini wote si mnajua tunatekeleza sheria ya huduma za habari. Imeweka viwango vya elimu. Tutazingatia. Najua kuna waandishi wa habari wengi wako shule wanasoma. Msiache kusoma. Crown Media. Hapa ni nyumbani. Na Gelson Msigwa huyu msemaji wa serikali, msemaji mkuu wa serikali akizungumzia swala la hivi vitambulisho vipya kabisa vya kidijitali vya kutambua waandishi wa habari, kwa sababu vitambulisho tunavyotumia hivi sasa vilikuwa vinatoka idara ya habari maelezo na kilikuwa ni cha karatasi. Kwa hiyo juzi wakati mimi napeleka timu yangu kwenda kuchukua vitambulisho vipya nikaambiwa hapana, vitambulisho havitoki huko, vinatoka idara nyingine kabisa. Na mwenye idara mwenyewe yuko hapa. Tunaungana na mwandishi wa habari mkongwe kabisa, yeye ni Mgaya Kingoba. Tumefanya naye kazi sana kabla sijaondoka nchi hii enzi hizo, na anazidi kuwa kijana tu. Shangaa unaposema enzi hizo, mbona haonekani kama amezeeka? Au mambo ya ithibati ndo ayazeeshi? Kaingia kwenye ithibati ndo. Yeye ni mjumbe wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Karibu sana Mgaya. Sogea kwenye microphone tafadhali. Sawa, karibu Mgaya. Sasa ndio. Kwanza kabisa tujue ithibati ya waandishi wa habari ni nini na kazi zake ni nini? Najua moja ya kazi zake ni kutupa vitambulisho, kututambua. Naam, ni kama ulivyosema ni sahihi, ni bodi ya ithibati ya wanahabari Tanzania. Limeundwa kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari Tanzania sura ya 229 kifungu cha 11. Ilipitishwa mwaka 2016 na bunge letu la Tanzania, na lengo lake kuu ni kukuza taaluma yetu ya uandishi wa habari. Sasa kwa mujibu wa ile sheria inampa mamlaka Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya habari kuteua hiyo bodi ya ithibati. Ina vyombo kama vitatu naweza kusema vikubwa. Kimoja ni bodi ya ithibati ya wanahabari Tanzania, cha pili ni baraza huru la habari, na cha tatu ni mfuko wa mafunzo kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo ameshafanya hili la kwanza. Mheshimiwa Waziri ameteua bodi ambayo majukumu yake kimsingi ni mengi, lakini 6 makuu. Moja wapo lile uliosema wewe la kwanza. Tutakuwa na kazi ya kutoa ithibati kwa waandishi wa habari wa Tanzania. Kama mlivyozungumza hapo kwa Msigwa, maana yake ni kwamba sisi tutakuwa tuna waleseni waandishi wa habari. Hiyo mnathibitisha vipi sasa ithibati? Mnamjuaje huyu ni mwandishi wa habari na huyu sio? Kikubwa cha kwanza ni kiwango cha elimu. Kwa mujibu wa ile sheria kinatambua stashahada ama diploma. Ndio kitakuwa elimu ya kiwango cha chini. Kwanza cha chini tuseme, kama anavyosema dada, itakuwa cha kwanza kabisa ni diploma. Kwa hiyo yote atakayekuwa na diploma atakuwa anatambulika. Na ni diploma ya uandishi wa habari au diploma ya somo lolote lile? Ni diploma ya uandishi wa habari, lakini haiwezi kutoka nje ya uandishi wa habari. Unaweza kawa vio vina majina inawapa, lakini yote yanacheza hapo. Wengine wanaweza kusema mawasiliano kwa umma, wengine wanasema uandishi wa habari sijui na nini, lakini tutakuwa wote tunarudi hapo kwenye uandishi wa habari. Kile ambacho tunafanya mawasiliano kwa umma, uandishi wa habari ndio tutakuwa kigezo. Hakiwezi kuwa sijui sheria sijui kinazungumzia mambo ya kufanya nini, tofauti hiyo haitakuwepo.
Kwa hiyo cha kwanza ithibati itaangalia ni hilo eneo la uandishi wa habari, kwa maana mwenye kiwango cha kuanzia cha diploma ndio atakuwa wa kwanza. Kwa maana hiyo huu mfumo ukishaanza kufanya kazi na mkishaanza kutupatia hivyo vitambulisho, ambaye hana hicho kitambulisho hata ruhusiwa kufanya kazi hapa nchini? Ni sahihi kabisa, ndio maana yake, kwa sababu bodi inasajili. Kwa hiyo ili wewe uende mahali kama alivyosema Katibu Mkuu Msigwa ukatambulike, lazima upate leseni yetu ya bodi ya ithibati. Ndio itakutambua. Zaidi hapo huwezi kutambulika kwa sababu hujasajiliwa katika mamlaka ambayo inahusika na usajili wa waandishi wa habari Tanzania. Wakati naona hii taarifa, mimi nilifurahi kwa sababu napenda mambo ya teknolojia, lakini nikakutana na mawazo ya upande wa pili ambayo yalinifanya pia nifikirie, na ninafurahi uko hapa unaweza kutujibu hili swali. Baadhi ya watu wanasema labda huu usajili unakuja kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Ni kweli? Hauji kuminya. Kwa nini uminye? Moja ambayo limekuwa kilio cha watu wengi ni taaluma ya uandishi wa habari kutaka ipate hadhi na heshima inayotambulika. Na hadhi na heshima inayotambulika ni kwamba lazima iwe na utaratibu wa uendeshaji wake. Yaani ili ni kutufahamu Salum kwamba wewe ni mwandishi wa habari, si lazima niwe na sifa ambazo zinakutambua wewe kama mwandishi wa habari. Sasa huwezi kusema wewe mwandishi wa habari huna chochote ambacho kinanifanya mimi niamini wewe ni mwandishi wa habari. Hujasomea, hujawahi basi hata kukaa newsroom, siwezi kukutambua. Kwa hiyo wenzetu huko kwenye taaluma ambazo sisi tunatoa sana mfano wanasheria, madaktari, wahandisi, wote wana viwango vya elimu vilivyowekwa. Ili wewe mhandisi lazima una kiwango 1, 2, 3 umefika mpaka hapa. Twende kwenye wanasheria, wanasoma vyuo vya kawaida, wanakwenda mpaka hiyo shule ya sheria. Wanapewa kule, tunasikia wanapewa mpaka uwakili, wanatolewa leseni za wanasheria na zinalipiwa na zina utaratibu wa kufanya. Ukikosea wenyewe wanazichukua ama wanakupokonya hayo mamlaka wenyewe wanasheria. Kwa hiyo hata sisi taaluma yetu ni hiyo, kwamba wale ambao wamefikia vile viwango tunavyovitaka watafanya hiyo kazi. Lakini uweze kutoka tu asubuhi kwa sababu mimi mwandishi wa habari huna chochote cha kutuonyesha wewe mwandishi wa habari. Kuna wale mgae unafahamu kabisa enzi zetu zile, mtu amekaa chumba cha habari miaka 20 ana uzoefu. Wale mnakuwa mnaangalia vipi? Maana yake hawezi kutoka leo kaanza kwenda kufanya diploma. Ni kweli, kwa mujibu wa ile sheria inamtaja watu ambao wametoa mchango kwenye maendeleo ya sekta ya habari Tanzania. Kwa hiyo wataangaliwa ama tutawaangalia kwa mujibu wa ile sheria ilivyotamka. Kwa sababu kwenye sheria mule inawataja watangazaji, waandishi wa habari, hawa watengeza vipindi mnawaita hawa watayarishaji vipindi. Neno zuri, watayarishaji vipindi, wanavyuo wamo mule, sheria imewatamka. Kwa hiyo wote hao wamo kwenye sheria. Hatutatoka nje ya sheria kwa sababu sheria imetuongoza kwamba huyu anaitwa mwandishi wa habari ni nani, iko pale sasa inamtaja. Mwandishi wa habari ni huyu. Kwa hiyo hao tutakwenda nao. Kwa hiyo anasema kikeka unaowasema ni sahihi. Wapo watu ambao wametoa mchango mkubwa kwenye hivi, pengine hawakuwahi kupata hata diploma, lakini ukiwataja hapa Tanzania kila mtu anajua yes mchango wake kwenye vyombo vya habari, kwenye tasnia ya habari ni wa kiasi gani. Kwa hiyo hapa umezungumzia watayarishaji na wapiga picha wetu pia. Ndio, maana yake mpiga picha si anatakiwa kasome misingi ya uandishi wa habari na nini. Ile picha ni sehemu tu ya kazi ya uandishi wa habari. Sawa kabisa. Tunalipia kiasi gani? Kwa mujibu wa sheria inasema ni 50,000 kwa sasa. Kwa mwaka? Kwa miaka miwili. Sio kwa mwaka. 50,000 kwa miaka miwili. Miaka miwili itakuwa inadumu kwa miaka miwili. Baada hapo tutafanyia yani utaomba tena leseni kwetu kwenye bodi ya ithibati kwa ajili ya kupata. Kwa wanafunzi ni 20,000. Lakini ukipoteza hiyo leseni yetu utabidi uje ichukue tena tulipe tena. Kwa hiyo inakuja kama kadi. Ni kadi kama alivyosema Mheshimiwa Msigwa hapo, ni kadi. Haiwezi kuwa tena ile karatasi ulizozungumza wakati mwanzo unatoa ufafanuzi. Ni kadi ambayo itakuwa rahisi kusomeka kwenye mifumo hii ya kisasa, mnasema QR code, kwamba mtu anaweza ukampa akaiskani akapata taarifa zako zote kuhusiana na hiyo kadi. Kwa hiyo ndio maana nia ni kutoa hizo kadi na sio tena hizi press card ambazo sisi waandishi wa habari tunazifahamu kwa miaka mingi. Kwa hiyo Mgaya, naomba nikurudishe nyuma pale kwenye uzoefu. Huu mjadala uaga unakuwa mpana sana tukianza kujadili. Umesema wametoa mchango mkubwa. Labda tunazungumzia ma legend kama kina Salim labda na ninyi. Vipi kuhusu ambao labda ni umri wetu ambao ni wachanga na hawakupata nafasi pia ya kusoma lakini wapo kwenye hii tasnia na wana uzoefu? Sasa hao tunabidi tuangalie kwa jicho lingine, inabidi tuwavute mwende shule tu. Kwa sababu muda bado mnao, umri wenu bado kidogo. Mimi na Salum umesema kidogo tunaonekana miaka mingi imeshakwenda.
Salim Bada. Haya basi mimi. Sasa Mgaya. Wewe usimemwona? Kwa hiyo kwa eneo kama hilo nadhani mchango utakuwa unapimika. Yaani hatuwezi kusema mtu wa miaka 2 tu basi tumpe na nguvu anazo, tunaweza tukampeleka chuo akasoma akawa mzuri zaidi. Huyu atabidi tumuombe, hebu nenda chuo bwana, urudi uwe mzuri zaidi. Lakini hawa magwiji kama kina Kikeke kweli mtu alifanya kazi huko, tunawajua, tutakuwa angalau tunabaki nao huko. Tunafanyaje kuomba sasa maombi ya kuomba? Sasa maombi ndio ule mfumo alosema. Kwa bahati nzuri tulivyozinduliwa tarehe 3 mwezi huu, tulikaa vikao tarehe 4, 5 na 6 vya bodi yetu. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo tunaifanya ni hiyo ya kutengeneza huo mfumo chini ya sekretarieti yetu ambaye inaongozwa na wakili Patrick Kipangula ambaye ndio kaimu mkurugenzi mkuu sasa hivi wa bodi ya ithibati, ndio anakamilisha huo mfumo. Nia ni kwamba ifikapo mwisho wa mwezi huu au mapema mwezi ujao utakuwa mfumo umekamilika na unafanya kazi. Sasa huko ndio utajisajili kila kitu. Utaweka viwango vyako vya elimu, sifa zako na nini, utakuwa naelezwa. Kwa hiyo nini unatakiwa utuwekee huko kwenye mfumo, utatuwekea, then sisi tutakuja kupitia, tutakubaliana huyu kweli amekidhi vigezo ama hajakidhi vigezo. Tatizo la hawa makanjanja ambao tumemsikia bwana Msigwa akizungumza ni kubwa kiasi gani hapa kwetu? Ni kubwa kiasi chake, si kwa vipimo unaweza ukaliangalia ukienda kwenye kazi huko, ndo vijana wetu wakirudi wanatueleza hali ilivyo. Kwa hiyo kwa hali ilivyo wapo si wengi kiasi hicho, lakini wapo ambao wanaichafua taaluma. Kwa hiyo ni shida, kwa sababu bila kuwa na, mimi naamini bila kuwa na utaratibu maalum ndio maana vurugu zinatokea. Yaani kuna kwa hao wanaitwa makanja. Lakini kama tukifika mahali kila mtu tukatambuana, tukajuana, nadhani tatizo litakuwa limekwisha, kwa sababu hakuna taaluma yoyote ambayo inaendeshwa holela, haipo duniani. Nyingi zizo. Imani amezungumzia hapa swala la kuminya swala la uandishi wa habari. Ndiyo. Nani atakuwa na uamuzi? Maana kinaweza nikaja hapa nikasema kitu wewe hujakipenda Mgayo ukasema Kikeke nitamkomesha. Ulisema kwanza nianze pale kwenye majukumu siku ya maliza. Nianza la ithibati tu tukaingia kidogo, lakini baadhi ni kusimamia maadili ya uandishi wa habari. Lengine pia ni kupitisha hayo maadili, zile nitakopa lugha ya kigeni, code of ethics za uandishi wa habari, na pia ni kusimamia weledi wa taaluma yenyewe uandishi wa habari, na pia kushirikiana na taasisi za elimu ya juu katika kuhakikisha hii mitaala ya vyuo inakidhi mahitaji ya taaluma kwa sasa, na pia kushirikiana na wadau wengine wa vyombo vya habari katika kukuza sekta ya habari. Hizo ni miongoni mwa kazi majukumu yetu. Sasa maana sasa hivi tumekuwa tukichapa viboko na TCRA. Kwa hiyo unasikiliza 92.1 Crown FM kutoka hapa Dar es Salaam. Ndio tuko na mwandishi mwandamizi Mgaya Kingoba, yeye ni mjumbe wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Tuko hapa kuzungumzia hii chombo kipya kabisa ambacho kimekuja kusimamia waandishi wa habari. Nilikuwa nazungumzia kwamba Mgaya tukikasirishana tu unaweza ukaamua kunifungia. Nani sasa anaamua kwamba hili ni kosa na utaratibu unakuaje kwa waandishi wa habari kuadhibiwa? Kwa mujibu wa sheria hii nilisema kuna vyombo vitatu. Kimoja hapo kile cha Baraza Huru la Habari. Sisi kazi yetu kubwa ya kwanza ile uliyoitaja ambayo mimi nimeitaja ni kutoa leseni ama ithibati hizo. Kwa hiyo tukimaliza sisi hichi chombo cha pili ndio kitafanya hizo kazi ambazo kidogo zinaonekana zitakuwa za hukumu hizo. Kitaundwa akina sisi wenyewe kwa maana waandishi wa habari. Sisi tukishatoa ithibati tutawaleseni waandishi. Sasa wale waandishi ndio wataunda Baraza Huru la Habari kwa mujibu wa hii sheria. Na Mheshimiwa Waziri ataitisha huo mkutano wa baraza, lakini wenyewe watachaguana kwa maana anayetaka wenyekiti, kuna nafasi ya wenyekiti, makamu na wajumbe wawili. Kwa hiyo wenyewe wataomba. Alafu itakuwa wanajiendesha wenyewe, wako huru, baraza huru, sekretarieti yake, kila kitu. Wale ndio watapokea malalamiko. Kwa hiyo ikitokea, labda ngoja nimalizie, ikitokea sasa Crown inalalamikiwa ama Salum Kikeke analalamikiwa, wewe tutakupeleka kule. Kule ndo watashughulika na wewe. Ulizungumzia swala la TCRA. Ni kweli TCRA kuna kamati ya maudhui. Lakini bahati mbaya kwa mujibu wa ile sheria haina meno kwenye waandishi. Ina meno kwenye vyombo. Na ndio maana naamini, nasikia najua huwa wanatoa taarifa kuna vyombo vinapigwa faini na vitu kama hivyo. Lakini vimeshindwa kuwachukulia hatua wanahabari kwa sababu sheria ile haiwapi nguvu hiyo. Kwa hiyo sasa sisi kwa maana Baraza la Habari chini ya hii sheria ndio itakuja kufanya hiyo kazi.
Kwa hiyo ukiletwa kule ukapatikana na hatia, kutakuwa na vifungu vya kukuadhibu wewe. Na ndio maana hapa mwanzo ulisema kuna kitu kinaitwa kanuni za maadili za waandishi wa habari. Zitawekwa kabisa kwamba ili uendeshe uandishi wa habari, hizi ni kanuni ambazo utatakiwa ukilala na kuamka uzifuate. Kuna zile za msingi, kuna nyingine zile zote ambazo tunajua ambazo vilisoma kwenye vyuo vya habari. Kwa hiyo hiki chombo pia ndo kitadeal na maudhui. Kitaangalia malalamiko, kwa maana wengi malalamiko yatakayopelekwa kule yatahusu maudhui na vitu vinavyohusiana na hizi kanuni. Kwa unaweza isiwe maudhui, lakini unaweza ukamkosea mtu kwenye kazi yako ya uandishi wa habari. Inawezekana umeenda huko Mungu aepushe mbali mwezi mtukufu na ukafanya tendo ambalo akisi na jamii, na wewe ni mwandishi wa habari na nini. Kwa hiyo ukaletwa huku kwa sababu ni swala la kimaadili hilo, kwamba wewe kama mwandishi wa habari basi unatakiwa kwenye jamii uonekane basi na wewe heshima yako na kila kitu unachokifanya kinaendana na kazi unayoifanya. Hatutegemee wewe mwandishi wa habari tunasikia unapigana huko vitu vinafanana unakuja na Mgaya. Sasa inapokuja kwa sisi watangazaji ambao huwa hatuendi katika mara nyingi kwenye matukio mathalan, sisi tuko kwenye nafasi gani hapa ya uandishi, wale watangazaji ambao wanakaa studio tu? Nyinyi mara nyingi mnakumbwa na hilo kwenye shida ya maudhui. Inawezekana hapa mnatangaza sasa mkatoka vitu ambavyo viko nje ya utaratibu wa uandishi wa habari. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo sisi tumeviona na watu wengi tunaweza kukubaliana kwamba kuna masuala mengine ni ya kiusalama wa taifa, ya kimaadili ya Kitanzania na mila na utamaduni wetu. Huwezi kusimama hapo ukatangaza vitu ambavyo unaona kabisa ili huyu anatoka kwenye mila na desturi ambayo sisi wa Tanzania haziwezi kujifanya. Kwa hiyo ni swala la kimaadili, litapelekwa kwenye baraza hili ili kashughulikiwe, kwa sababu kwenye maadili na hizi kanuni za maadili ya waandishi litakuwepo, lipo. Kuna masuala ya kuripoti watoto nini, unaweza ukajitokeza hapa ukatamka maneno hata hayafai. Kwa hiyo baraza likaletwa shtaka, utabidi uadhibiwe kwa mujibu wa taratibu hizi. Watangazaji tunahitaji vitambulisho hivyo wote mmo. Hamwezi kukosekana, kwa sababu anayetangaza, nilisema pale, katika wale walokuepo watangazaji wamo, waandishi wa habari, wataishaji wa vipindi, wanafunzi. Kwa hiyo hii ni zaidi ya press card. Inaweza kuwa zaidi ya press card kwa jinsi na alivyoeleza katibu mkuu, na sisi tunaoisimamia zaidi ya press card, kwa sababu itakupa hiyo heshima kubwa ambayo utaiona. Unaweza kwenda nchi yote ukajitambulisha wewe kwamba ni mwandishi wa habari, kwa sababu utakuwa unaweza kutumia neno umefanywa vetting, yani umekubalika na hii bodi yetu kwamba wewe kweli unaweza kutuwakilisha na una sifa ambazo tunaamini unazoweza kuwa mwandishi wa habari. Bwana Mgaya, tunashukuru sana. Nashukuru. Mambo yakishakuwa tayari tuambie tuanze kufanya application. Sawa, hamna shida. Sisi letu kubwa moja ni kwamba tushirikiane. Hii chombo cha kwetu, kama ulichosema mwanzo, hatuji kumbana mtu wala hatuna nia yovu na mtu. Nia ni taaluma isonge mbele na hiyo kwenye mstari unaokubalika. Kwa hiyo tushirikiane, wakati wote tuko tayari si kutoa mafafanuzi zaidi wa kitu kwa bodi yetu. Nashukuru sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.